Mtazamaji hujambo na karibu kwa taarifa za KTN leo wikendi, ikiwa ni Jumamosi tarehe ni 10 mwezi wa 6 mwaka 2017. Kwa moyo mkunjufu nakaribisha kwa taarifa zetu ambazo tumeziandaa vilivyo. Ikiwa ni siku ya Jumamosi, mwanahabari Ali Manzu ametembea katika eneo la Entumoto iliyoko Mara katika kaunti ya Narok. Tutaweza kujionea uzuri wa eneo hilo. Na basi mtazamaji, katika sehemu ya pili tunayo makala ya visima vya utesi ambayo imeandaliwa na mwanahabari Agnes Penda. Na basi mtazamaji, kwa sasa tupate vidokezo. Sasa naibu wa rais William Ruto amtaka mgombea ugavana wa Uasin Gishu kwa tiketi huru Bundotich Kiprop almaarufu Buzeki kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Ni mwaka wa uchaguzi nchini Kenya na sasa Wakenya wanaombea amani, jinsi walivyofanya maafisa wa utawala huko Bomet na pia wanafunzi huko Kitengela. Katika makala ya Tembea Kenya wiki hii tunaangazia kambi ya aina yake ijulikanayo kwa jina Entumoto katika mbuga ya Mara. Na michezoni, Harambee Stars wajitosa uwanjani ugenini kuchuana na Sierra Leone katika mechi ya kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON mwaka 2019. Na karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji mwenza ni Meresha Owiti. Naibu wa rais William Ruto sasa amemtaka Bundotich Kiprop almaarufu Buzeki kujiuzulu uaniaji wadhifa wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Uasin Gishu. Tangazo hilo mtazamaji bila shaka ni afueni kwa gavana Jackson Mandago aliyekuwa mwingi wa jazba kutokana na naibu wa rais kuonekana kumunga mkono Buzeki. Hebu tumsikize naibu wa rais ambaye alizungumza muda mchache katika mkutano wa kampeni za chama cha Jubilee huko Uasin Gishu. Aisha tukaweka viongozi ambao wananchi wenyewe waliamua wapatiwe tikiti ya Jubilee. Na mimi nataka mjue sisi wote sasa tuungane nyuma ya wale wote waliochaguliwa na wananchi wa Jubilee, wanachama wa Jubilee katika tikiti zote. Wale walioshindana wote sasa sisi tunataka kuungana tuwe timu moja. Hatutaki tena mgawanyiko. Asiyekubali kushindwa, Waswahili wanasema sio mshindani. Mimi nataka niwaulize wale wote walioungana ili tuweze kushinda kwa kishindo kikubwa 2017 tarehe 8 mwezi wa 8. Ni sisi wote tuungane. Wale walishindana na MCA wa hapa wamuunge mkono. Wale walishindana na Sudi hapa wamuunge mkono. Wale walishindana na Kamar na Sholei waunge hawa mkono. Yule Buzeki aliyeshindana na Mandago aunge mkono Mandago. Kwa hivyo sisi na tuungane zote, na mimi naomba nyinyi wananchi wa kaunti hii, kura zetu tupigie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka kusema kwa taifa la Kenya, watu wasikuwe na wasiwasi sehemu yoyote ati temperature inapanda Uasin Gishu. Temperature inapandishwa na hii watu ya media. Hawa ndio wanajua kuandika as if there is a miracle happening here. There is nothing, my friend. Andikeni ile vitu ya ukweli. Pana kwenda kujaza fitina kwa magazeti na radio na TV. Temperature mko na thermometer ya kupima roho ya watu. Ama kupima vile tunataka kupiga kura. Nyinyi andikeni maneno ya ukweli. Kaunti hii tuko pamoja. Na mimi nahakikishia nyinyi kama taifa la Kenya, kura za hapa zitapigwa kwa amani. Siasa za Kenya ni demokrasia. Tofauti za siasa sio kumaanisha watu wametengana, jinsi hawa wanataka kuweka kwa magazeti na redio. Mimi nataka kuambia tukae pamoja, kura tunapiga kwa amani. Wanajaribu kusungusha story ya upusi. Sisi tukiwa watu wa bonde la Ufa na tulitangaza Kericho, tuko na kiongozi mmoja peke yake, William Samoei Ruto. Ya pili, najua magazeti napenda kutwist maneno na saa zingine najua si wanasiasa tukishika microphone shida inapatikana kidogo. Uasin Gishu hii mtu asitarajie ya kwamba
kwa sababu ya maneno yetu ndogo ndogo chama ingine inaweza penya. Hapana, sisi hatuko Jubilee kimakosa. Tuko Jubilee kwa sababu tunajua keki yetu iko wapi. Na mimi nataka niombe hawa jamaa wa magazeti na hawa jamaa wa runinga wajua ya kwamba sisi tunaunga William Ruto mkono 100%. Ila mimi nataka niseme hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Si tulifanya nomination? Si tulifanya nomination? Na mtazamaji, huku wanajubilii wakiwa katika kaunti ya Uasin Gishu, vigogo wa muungano wa NASA kwa upande mwingine walikuwa huko Makueni kwa misururu ya mikutano ya kampeni wakiongozwa na mgombea urais Raila Odinga. Mtazamaji, utatuia radhi kwa hitilafu hiyo. Tutaweza kukuletea taarifa hiyo pindi tu tutakaporekebisha hitilafu hiyo. Na baadhi ya viongozi wa jamii ya Maa wa chama cha ODM wamelaani vikali matamshi ya naibu wa rais William Ruto pamoja na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Aden Duale hapo juzi kwenye mkutano wa kisiasa katika eneo la Oropil katika kaunti ya Narok, wanayodai kwamba ni ya uchochezi. Viongozi hao ambao sasa wameitaka tume ya uwiano na maridhiano kuanzisha uchunguzi dhidi ya wawili hao wamewakashifu viongozi hao kwa kutumia matamshi ya uchochezi katika eneo ambalo linajikaza kutangamana. Uhuru Kenyatta should take action against the incitements of violence, beginning with the Deputy President, who claims, who thinks that he can call people names at will. This will not be accepted. It's unacceptable. Duale, nataka kukuambia, nilikuambia wakati ingine, matusi tafadhali peleka kwako. Na nakuambia tena, inji ya Masai si ya mama yako. Yes. Na wananchi wetu, viongozi wetu si wa baba yako. These are our leaders and we don't want you to abuse them any other day. Ningetaka Rais Uhuru Kenyatta apeane amri mara moja, makamu wake na Duale washikwe, waajibike na mambo ambayo walisema. Sababu kuja kutukana viongozi kwao nyumbani ni kitu ambaye haiwezi kukubalika. Amani ni kwenda kufanya siasa ya amani, ni kwenda kuomba kura bila kutukana watu. Amani pia huwa inaweza kudumu katika nchi hii kama wakati itakapopigwa kura ipigwe kihalali. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ya awali ni kwamba vigogo wa muungano wa NASA kwa upande mwingine walikuwa huko Makueni kwa misururu ya mikutano ya kampeni ambapo waliongozwa na mgombea urais Raila Odinga. Alama kwa azia mabadiliko ni sasa koko yolo. Tuamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nimekuja wote mara nyingi. Na nimekuwa Makindu mara nyingi, nimekuwa Kibwezi mara mingi, nimekuwa Kambu mara nyingi, hata Mtito Andei mara nyingi, nimekuwa Voi mara nyingi, nimekuwa Taveta mara nyingi. Lakini yale nimeona jana na leo ni kuonyesha watu wa Kenya wako tayari kwa mabadiliko. Kwa hivyo Jubilee waanze kufunga virago. Na tunaambia IBC, tunawakumbusheni, sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Si ni kweli? Kwa hivyo ndugu Raila, ndugu Weta na Profesa Kibwana na Ndadangilu hapa na Wavinya na viongozi wote, tumeungana zote na tuazia yuba ubabi kwa yuba eti na wa kiadhe kitwe kiyuzo mopyo. Jubilee wameleta propaganda nyingi. Wanasema wanataka kura tu
100,000 ya Mkamba ndio wanasimamisha watu kwa Jubilee na vyama vingine, lakini tunasema sisi Wakamba tumekuwa kitu kimoja, ama sivyo? Wangapi wanasema tutapigia Raila na Kalonzo kura? Ikiwa elambiso inawiandia netonowahiye kanativo. Na kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, nataka niwahakikishie watu wa Makueni na Ukamba na Kenya nzima kwamba tumezunguka, tumeanza tukalaunch mpangilio huu wa kampeni zetu, tukauzindua Kakamega, Bukugu Stadium, na kule Wambaluya wakiongozwa na ndugu Weta na ndugu Mudavadi ambayo kwa hapa, na tena naleta salamu za Weta ambaye amekimbia kule kuangalia mambo ya mazishi. Wakalonji na Waluya wakasema safari hii wameshikana kama kitu kimoja mpaka Jubilee iende nyumbani. Na sisi tunataka tuwaulize Wakamba, wao wamefunga ni NASA Western. Nyanza, Wakisii na Wajaluo wamefunga ni NASA. Northeastern wamefunga ni NASA. Kosi nzima kupitia kwa kina Governor Joho na wengine wamefunga ni NASA. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea na taarifa zaidi, mkiwemo makala ya Tembea Kenya, ambapo hii leo mwenzangu Ali Manzu atatupeleka katika kambi ya Entumoto iliyoko huko Mara katika kaunti ya Narok. Usiende mbali.